Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, the Most Reverend Dr. Timothy ambaye ndiyo kiongozi wa kanisa la ABC. Marafiki wangu wa ABC wananiambianga Pop wa kanisa ABC anakaa hapa Machakos. Na hii leo hii kongamano ya kina mama, naamini walikuwa wamekuja kuvisit Pop wa kanisa la ABC. Right Reverend Mary, na ambaye vile vile ndiyo kiongozi wa kina mama wa Kristo wa ABC. Viongozi wote walio hapa na kina mama, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hebu tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa. Asante sana. Labda kwa wale ambao hatujuani, mimi kwa majina naitwa Mwengi Mutuse. Nina furaha kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa wakati huu ameniwezesha nikawa mbunge wa sehemu ya wakilishi mbungeni ya Kibwezi West pale Makueni. Na najua kwamba kina mama wa kanisa la ABC kutoka Makueni wako hapa hii leo. Mheshimiwa Rais, nataka niongee mambo mawili. Jambo la kwanza, sisi tukiwa Wakristo tunakiri imani yetu kila wakati, lakini tunakumbushwa kwamba kila wakati tuende kwa kanisa ndio tukumbushane kwamba Yesu ndiye mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo ni kuonyesha kwamba wakati tunakutana vile vile ni muhimu tukumbushane mambo ya mbinguni na vile vile mambo ya hapa duniani. Rais, wakati ulichaguliwa kuwa rais wa nchi ya Kenya, ni vizuri wa Kenya wakumbuke kwamba bei ya bidhaa ilikuwa juu zaidi. Nyinyi mnajua wakati rais alichaguliwa bei ya unga ilikuwa shilingi 1250, haijafika mahali tunataka, lakini ukweli ni kwamba rais amethibiti hii leo ni 1140 kufika 1160. Vile vile rais wakati ulichaguliwa bei ya dola, shilingi kwa dola, na kwa sababu tunatoa bidhaa nyingi za nje, ilikuwa shilingi kwa dola. Dola moja ya Marekani ilikuwa ni kama shilingi 160, 165. Umedhibiti uchumi hii leo kwa miaka 2.5 mfululizo. Exchange rate ya dola imekuwa a constant of 129, 130 shillings. Mheshimiwa Rais, vile vile serikali za pale mbeleni kila mwaka zilikuwa zinaandika walimu 5,000 kwa mwaka. Wewe kwa miaka 2.5 umeandika walimu 1,100, na najua kwa sababu niko kamati ya bajeti umeweka pesa ya kutosha mwaka huu watoto wetu ambao wamehitimu kama walimu another 24,000 waandikwa huu mwaka. Mheshimiwa Rais, niseme nisiseme, pale mbeleni mnajua shida moja kubwa ya Kenya imekuwa ni shida ya njaa. Na ukasema kwamba nchi haiwezi kuwa nchi huru kama tunaombaomba chakula. Na ukasema pale mbeleni tulikuwa tunapatia wale ambao wanasiaga unga pesa, tuna subsidize wale ambao wanasiaga unga. Na ukasema hiyo si akili timamu. Akili timamu ni kumuunga ule mkulima ndio aweze kuzalisha chakula. Bei ya mbolea ilikuwa shilingi 7,500. Wewe mwenyewe ukaeka policy, ukaipunguza ikawa shilingi 2,500. Leo Bishop umehubiri, ukasema kwamba mama alibadilishiwa mtoto, lakini akajikakamua ndio huyo mtoto wake arudishiwe yule ambaye alikuwa hai. Nataka niwaulize wanawake watu wa ABC na wa Kenya ambao wanatusikiza, tuna sababu nzuri ya kumuunga mkono huyu rais. Niwaulize, nyinyi mnataka kubadilishiwa ama hamtaki kubadilishiwa? Tumehubiriwa kwamba tusikubali kubadilishiwa. Nataka niwaulize wa Kenya, rais amefanya kazi, tusikubali kubadilishiwa. Niwaulize wanawake wetu, ukipewa amani na upewe vita, utachagua amani ama utachagua vita? Ukipewa maendeleo na porojo, utachagua maendeleo ama utachagua porojo? Bas, maendeleo ni Rais William Ruto. Maendeleo ni kuendeleza Kenya mbele.
Ndiyo maana hata leo nimeona mmesema woman moving